tusipoacha kuzubaa, maisha nchi hayatabadilika. Sasa wanapandishaje bei? Ni hivi, kule Moshi, kule Kilimanjaro kule tulikuwa tunalima kahawa, KCU akaleta ujinga kwenye bei. Mimi nikiwa mdogo, Yatonga wakati huo akiwa waziri wa mambo ya ndani, Yatonga Mrema akasema kama vyama vya ushirika haviwapi bei nzuri, kateni kahawa, pandeni maparachichi au pandeni migomba. Wazee wakakata kahawa, KCU kafa. Sasa hivi wamerudi, wanawapa watu pesa wapande kahawa, kwa sababu Wachaga walikuwa wajanja, wakakata kahawa wakapanda parachichi. Sasa sikiliza, hawa watu, kiwanda cha sukari, ungekuwa na serikali yenye akili, hawa walioko ni mabora hawana akili. Unataka kuinua maisha ya mkulima, tani 2.5 ambayo ni pungufu, kutimiza tani 7 mpaka 7.5 kwa mwaka, zitaweza kuzalisha wakulima 25,000 mpaka 40,000. Ukizalisha wakulima 25,000 mpaka 40,000, Ifakara pamoja na Kilombero unaondoa bodaboda na mawakili barabarani. Hawa watu ni mabora. Sijui manelewa. Yani nchi hii inahitaji tani 700 mpaka 7.5. Kuna upungufu wa tani 2.5. Badala ya kutoa kibali cha uenda ukaagiza sukari Brazili, njoo hapa, fungua taasisi, weka pesa kwenye mabenki kama NMB, CRDB, pesa kwa ajili ya wakulima vijana na wakina mama, waambie wakalime miti, wape soko la uhakika. Kiwanda cha Kilombero, zalisha tani 2.5, utaokoa pesa ya kigeni ya kuagiza sukari nje, na utatoa ajira kwa wakulima 40,000, utatoa ajira kwa madereva 17,500 pamoja na matingo. Jumla ya ajira utakaotoa kupitia 2.5 ijaze tani 700 ni karibu watu 150,000. Hao watu wapumbavu. Na polisi uchukua hii, nimesema serikali zisiemu wapumbavu. Na hapa watu watukani tunataja sifa yao. Sifa yao ya msingi ni wapumbavu. Wanakusanya shilingi, wananunua dola, wanakwenda kuagiza sukari nje. Wakati huo wanasema hili taifa ni maskini. Unakuoja na taifa masikini mahali ambako kuna rutuba ya kulima miwa? Wape vijana pesa, wafungulie mashamba, wape soko la uhakika, kiwanda, zalisha hiyo ziada, utaajiri watu 40,000, madereva karibu 17,000, viwanda vya mifugo. Pumbavu hawa. Leo sehemu kama hii unakuja, unamwona yule mzee wangu pale, ana ndani karibu 55, amebeba karanga za shilingi 10,000, ana mke na watoto, mahali ambako miwa inaota. Sukari ni bidhaa muhimu duniani kuliko bidhaa yoyote. Mimi mngekuwa mmeweza mkaingia kwenye akili yangu, hamwandamani barabarani, ni azimio tu, tutapanda mchele. Na hii sauti iende kila mahali, tutapanda mchele. Ifakara tutapanda mchele. Na CCP kule Moshi wakizunguliwa wapi kule TPC, tutapanda mchele. Dawa ya msela ni kuwa msela zaidi yake. Yani hapa maskini unaonekana kwa macho. Amesema hapo Boni, nenda Geita kwenye dhahabu, unaona maskini kwa macho. Nenda kule Nerani kwenye Tanzanite, unaona maskini kwa macho. Nenda kule Mtwara kwenye korosho, kwenye gesi, unaona maskini. Watu wa Mtwara na watu wa Morogoro ndio wameongoza kwa kuuza
unaona umaskini kwa macho. Kule inatoka miogo, inatoka korosho, unatoka ufuta. Asante. Nenda Mwanza, nenda Singida, kuna alizeti, kuna dhahabu. Nenda Mbeya, kuna alizeti, kuna dhahabu, kuna maparachichi. Nenda Njombe, kuna kahawa. Nchi hii imebarikiwa kila mahali, ila tunaongozwa na watu wapumbavu. Angalia mbuga za wanyama zilivyo nchi. Serengeti ni mbuga kubwa ya wanyama duniani. Una Ngorongoro, maajabu ya 7 duniani. Una mlima Kilimanjaro, mlima mrembo wa kwanza mrembo duniani, wa pili duniani kwa urefu, unaopandwa na watalii wengi. Una ziwa Tanganyika, una ziwa Victoria, una ziwa Nyasa. Una kila kitu cha kubadilisha uchumi wa nchi, ila una wapumbavu wako madarakani ambao hawafikirii. Dodoma pale kuna jua kali. Ungeweza kuzalisha umeme wa nchi kwa kutumia mkoa wa Dodoma peke yake, ukatumia sola. Ungeacha kupigizana na umeme wa maji unaosubiri mvua. Ungewasha nchi umeme kwa kutumia sola. Dodoma ni kama semi-desert. Singida kuna jua. Dodoma, Shinyanga, tengeneza vijiji vya sola. Ingiza umeme kwenye gridi ya taifa. Usingetarajia umeme, uwe unatarajia mawingu ili kupata umeme. Wapumbavu wa umeme. Pumbavu. Umasikini mlionao ni wa serikali. Ndio maana kuna wanaume wazile bungeni, na wanaume wazima utasikia wanajiita wabunge. Kazi yao ni moja tu: mama anaupiga mwingi, mama anaupiga mwingi, mama. Amen. Samia ni mama yao. Nani kunasema kuna kielele? Mama ameleta maji, mama. Samia sio mama yako, acha kielele. Mama. Tumekuwa mabwege. Unapita unaona mabango, hata hapa nimeona Ifakara. Eti mama awezesha wajasiriamali. Mama, ukiona Samia amepaka wanja, hiyo kodi, huo wanja amepaka kwa pesa yako. Ukinunua vocha ya simu unakatwa kodi. Ukinunua mafuta bodaboda unakatwa kodi. Ukipanda bodaboda unakatwa kodi, kwa sababu bodaboda inatumia mafuta. Utamlipa bodaboda, mafuta akiisha bodaboda atakwenda sheli kuongeza. Nani amenunua mafuta? Ni bodaboda, ni wewe. Nani amelipa kodi? Ni bodaboda, ni wewe. Maana yake ukimwona Samia anakula, anatembea barabarani, ukamwona amevaa kilemba kipya, hiyo pesa ni yako. Na siku huu fahamu ukiwaingia, people, siku huu fahamu ukiwaingia, huu fahamu siku ukiwaingia, nchi itabadilika. Nchi itabadilika. Sana. Na hata hii hapa hamjui kama yeye ni maskini, kwa sababu hata tofauti ya maisha bora na umaskini hamyajui. Na kwa sababu kuna saa tulisema nyinyi maisha yenu ni mabaya, mnatushangaa kwa sababu nafikiri kulala bata ndani ni maendeleo. Na ndio sababu tunapata shida kuhubiri katika mikutano. Na mimi nimesema mikutano yangu taongea siasa kidogo, alafu nitaongea na akili yenu sana, kwa sababu tusipofungua fahamu wa binadamu wa nchi hii, watoto wetu watakuja kukojolea makaburi yetu, waseme tulikuwa na wazazi wapumbavu ambao hawakufanya kazi ya msingi. Tunakuwaje na maisha aina hii? Angalia mama zetu wote siku hizi ndio wamekuwa machinga. Mimi nikiwa mtoto nilikuwa sijawahi kuona mama barabarani eti anauza soksi ya mtumba ama chupi ya mtumba. Unapita barabarani unakuta mama wa miaka 70 ndio amebeba beseni, anauza vitu, samaki,
anauza karanga, anauza miwa. Ukimwangalia miaka 60, miaka 70, vijana wanaogopa kuoa, wanazaa, wanachukua watoto wanakuja kurundika kwa wazazi wao. Unakuta bibi mmoja ana watoto wengi, utafikiri ni nursery school, amerundukiwa watoto hapo. Vijana wote nimekuwa mateba pikipiki na mnadanganya, mnapewa majina ya uongo, eti mnaitwa maafisa usafirishaji. Nani kasema nyinyi maafisa usafirishaji? Hawa vijana wanakufa maelfu kila siku, hapa afya. Ndugu zangu, hacheni ajali mnazoziona. Bodaboda wanakaa hivi kila siku. Hawa vijana wanaumia ugongo na mgongo. Baada ya miaka michache hawa wataumwa kiuno, wataumwa mgongo. Atakwenda hospitali ukijana, ataambiwa kupima pingili ama nini inatakiwa shilingi 800,000. Atarudi nyumbani, ataenda kutafuta mwinjilisti, afanywe maombi, apakwe mafuta. Utapakwa mpaka oili. Watu wangu wanaangamia kwa sababu ya kukosa nini? Maarifa. Hali ni mbaya. Sasa hali hii tunatoka vipi? Kwa nini kila mtu anasema katiba mpya? Hamjui maana ya katiba nyie. Katiba ni mkataba kati ya watawala na wananchi. Yaani nyie mnampa mtawala kanuni yenu ya maisha, kwamba sisi tunataka 1, 2, 3 na hivi ndivyo utakavyotuongoza. Lakini jana nimesema ifakari, na narudia kusema hapa, kwa nchi ninachokiona nchi, na hii nchi inaanza kuzunguka mara 4 sasa hivi, karibu majimbo yote. Nimeanza kufanya siasa nikiwa mtoto mdogo, sasa nimekuwa mtu mzima kabisa. Kwa hii mawazo yenu na akili zenu na ufahamu wenu huu, ni bahati mbaya sana nasema neno hili, hata Chadema tukichukua nchi, mkaendelea kuwa waoga mnavyokuwa, mkaendelea kufikiri mnavyofikiri, mkaendelea kutokujali maisha yenu na wenzenu na jirani zenu kama mnavyofanya, Chadema tutakuwa wabaya kama CCM. Kiongozi wa serikali bora madarakani sio serikali inayoingia madarakani, ni mwananchi mwenye akili timamu anayekataa upumbavu wa serikali. Hii katiba iliyoko sasa haijasema kura ziibiwe, haijasema hao polisi waue watu, haijasema hao polisi wateke watu. Hii katiba haijasema kura ziibiwe, haijasema rais na makamu wake watangazwe kwa nguvu, haijasema wabunge waende bungeni bila kuchaguliwa, haijasema. Lakini wameenda. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba wanaweza wakatengeneza katiba mpya, alafu uhuni wasibadilishe wakabaki na uhuru wa zamani, watafanya upumbavu ule, lakini na katiba mpya. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba anayepaswa kuwashurutisha serikali kuwa na nidhamu na adabu ni mwananchi mwenye uelewa ambaye atakataa upumbavu. Maana yake ni kwamba jirani yako akionewa, ndugu yako akafanywa kitu kibaya, polisi akamwonea mtu, kajua anamwonea mtu, hiyo kesi sio ya mtu alionewa, hiyo kesi inakuwa ni ya watu wote wa Ruaha. Mnaingia barabarani kudai haki ya mtu mmoja. Mkifanya hivyo, wakaona hivyo, watakuwa na adabu. Sijui kama tunaelewana Ruaha. Tunaelewana? Kwa pamoja na kudai katiba mpya, ni msingi maalum kabisa wa kufikiri ya kwamba vile vile tunahitaji fikra mpya juu ya maisha yetu. Hii kazi sio nyepesi. Hapa sisi tunamsema Samia, tunamsema Nchimbi, tunamsema Mwigulu, hatumsemi balozi wa nyumba 10. Lakini kati yenu nie, kuna wanaume hapa wanasikilizia mkutano kule, wanaogopa balozi wa nyumba 10 ama diwani ama mtendaji. Mama, kama mme wako ni miongoni mwa wanaume wana hiyo, ukienda nyumbani mpe dera. Una mme, mpe dera. Juzi wakati tunaingia wapi? Ifakari, akaja mtu mmoja alikuwa mstaafu wa serikali, akalisimamisha gari. Mheshimiwa Lema, simama. Nikasimama.
Nikaenda, mheshimiwa, hapa kuna shida sana. Barabara moja Mwenge wamekataa kuifungua, hali ni mbaya hapa. Sasa mheshimiwa, nikamwambia lakini sasa mheshimiwa, gari yako hairokodi. Nikasema huyu mwanaume vipi? Nikamwambia boya, toka hapa boya mkubwa. Mheshimiwa, nataka mkasime kwenye mkutano. Nikamwambia wewe umeshaongea mahali popote? Mimi naogopa. Nikamwambia unaogopa nini? Hao jamaa unawajua? Nikamwambia una mke? Mke wako anajua na mume? Mwambie amekosea. Na nchi wanaume wakisimama kudai hatima ya watoto na wajukuu zao, nchi inabadilika. Mimi nasema hivi, hii kazi siifanyi tena kwa ajili yenu. Siifanyi kwa ajili yenu. Nafanya kwa ajili ya Mungu. Sahihi kabisa nabii. Sio kwa ajili yenu. Na kwa pia kwa jina la Mwenyezi Mungu, siifanyi kwa ajili ya wananchi wa Tanzania. Naifanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu najua nafanya kazi ya baraka na ya samani, na Mungu atanibariki mimi na uzao wangu, kwamba niliona mambo yako sawa, sikukaa kimya. Na msingi wa mikutano hii, ili tudai katiba mpya, ili tusiendelee kuonewa, ni nyie kuwa na ufahamu. Lissu amekaa jela mwaka mzima, alipigwa risasi karibu 30, amekaa hospitali miaka 4. Mlifanya nini? Na ndio maana hajaacha kutaka, kwa sababu hata walipomkamata kiongozi mkubwa wa upinzani wakampiga risasi, niye mliendelea kunywa pombe na kushabikia mpira. Nchi gani? Nchi gani? Kwamba nchi hii mpira una maana kuliko maisha ya jirani yako. Mpira una maana kuliko maisha ya mwananchi wako. Mnasikia watu wametekwa, mnalalamika hapa, mnaendelea kwenye bei za sukari. Wanaume mmekaa, mnakaa kwenye trafiki, mnashangilia Simba na Yanga. Tunawasaidiaje nyinyi? Wametekwa na mpira. Tunafanyaje? Mheshimiwa, pigeni kelele. Tumepiga kelele. Mimi nimeshaenda lock up zaidi ya mara 150 toka nimeanza kupiga kelele. Huyu mwalimu huyu, jana tumeshinda kufanya mkutano wapi? Ifakara. Kwa sababu aliitwa polisi, amekamatwa, anaambiwa anachochea maandamano tarehe 7. Ametoka polisi, amekwenda nyumbani, asubuhi kaanza safari ya kuja hapa, kuja kuongea na ninyi. Alafu nyie tunawaita kuongea na hapa, wanaume wazima mnakaa mbalimbali, unamwogopa diwani. Mtoto huyu vipi? Mama zangu, dada zangu, nisikizeni. Unaona watoto huyu mwanangu huyu, watoto wa nchi hawa wanaipenda sana Chadema. Ukipita barabarani lazima wakupe vidole viwili. Lazima wakupe vidole viwili. Kizazi kipya. Atupiganie tena maisha yetu. Mimi niliwekwa jela na Magufuli. Aliweka jela. Niliota ndoto. Kaambia usipojirekebisha Mungu amesema anakuchomoa. Akaniweka jela. Kama miezi 5. Nikiwa jela, mama yangu alikuja na baba yangu kunisalimia. Pale jela nilikuwa nimepewa chumba. Kama wazazi wangu wakija naongea nao. Walinipa hadhi ya kiheshimiwa. Mama akaanza kulia. Mwanangu. Nikamwambia mama, usilie. Wewe ndio umeniweka jela na baba. Bwana jela akasema, unamwambiaje hivyo mamako? Nikasema, nyie mlisikia Nyerere anasema siku katiba hii ikipata mwenda wazimu, nchi itapata tabu, amkuchukua hatua. Na mimi niwaambia nyie mnaosikiza leo, wazazi, nyie vijana mnaosikiza leo, labda kama hatuna utu na watoto wetu, kuna wajibu tusiofanya sasa. Sio kwamba tunakwamba matatizo, tunahifadhi matatizo kwenye shelf kwa ajili ya watoto wetu katika siku za usoni. Gharama hiyo lazima tulipe sisi sasa. Mnasema Mheshimiwa Lema
ni nani kati yenu hapa ataishi milele? Ni nani kati yenu hapa ataishi milele? Stephen Biko alisema hivi, ni heri binadamu akaishi miaka michache duniani, jina lake likabaki naishi kwa haki na wema, kuliko miaka mingi ukatoweka kama mzoga. Mimi naogopa kufa kwa sababu na watoto na mke, watoto wangu wadogo. Sio kwamba mimi sio mwoga. Ujasiri haina maana ya kwamba hutapata dalili za uoga. Ujasiri maana yake ni kwamba unapuuza dalili za uoga kwa sababu unachokipigania ni kikubwa kuliko hata maisha yako. Hatupati katiba mpya kwa sababu ya uoga, na bahati mbaya huo uoga ndio hata unafanya hawa polisi mnawaona wakatili. Hawa polisi mnaona wakatili kwa sababu kuna mbegu ya hofu imepandikizwa ndani yao. Anapewa amri mbaya, anakwenda kuitekeleza kwa sababu anaogopa akikataa atafukuzwa kazi. Angekuwa jasiri angemwambia bosi wake, boss, uishi milele, siendi kufanya ulichonituma kwa sababu ni ubaya na uovu. Chukueni uniformu yenu na kwenda kufanya kazi za kuuza hata umachinga huko. Kwa hiyo polisi mnawalalamikia wametoka kwenye jamii nyie, na hii jamii inaathirika na uoga na hofu. Huyu polisi unasema ni mkatili, ana mbegu ya uoga ndani yake. Ndio maana akipewa amri mbaya anaitekeleza kwa sababu anamwogopa yule mtu aliyempa amri kuliko kutekeleza hiyo amri. Uoga huo mnao nyie, ndio sababu hata nyie mkiona polisi ametekeleza hiyo amri, nyie mchukue hatua ya kufanya maandamano kwa sababu mnaogopa kupigwa na kuuawa. Tabia zenu za polisi ni sawa, wote ni makatili kama polisi, isipokuwa mmoja ana bunduki. Sijui kama naeleweka. Sijui kama naeleweka viongozi wangu. Ninasema nini ndugu zangu? Nisikilize. Angalia mashehe na wachungaji siku hizi. Utaona. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu niambie, mtu anakamatwa na polisi, anaenda kituo cha polisi, asubuhi amekufa, afu ripoti inatoka yule mtu ameuawa na polisi, na polisi wanashtakiwa kama huyo Mtwara, si ndio? Mchungaji anaenda kwenye mazishi ya maaskofu, anaenda kumzika marehemu aliyeuawa kwenye kituo cha polisi. Mchungaji anasema Bwana alitoa na Bwana ametoa na jina la Bwana. Mungu ni Bwana alitoa, CCM na polisi wametoa na jina lao libarikiwe. Hebu niambie, una viongozi wa dini ambao wakisimama mbele ya madhabahu ya Mungu wanashindwa kusema ukweli. Waangalie mashehe siku hizi Dar es Salaam hapa, baadhi ya mashehe hata huku kila mahali wako. Na mimi nasema, nakwambia, kwa mfano mimi niko mbinguni, kuna baadhi ya mashehe na wachungaji na maaskofu nikiwakuta mbinguni na mwita Mungu chemba, na mwambia Mungu njoo, kuna masaba yanapigwa vizuri hapa. Sikiliza, nataka kujenga hoja gani? Ndugu zangu, nataka kujenga hoja gani? Watu wa Kilombero, watu wa Ruaha, watu wa Mikumi, hoja naotaka kujenga hapa ni kwamba kinachoasiri nchi hii kabla ya kutaja CCM na serikali ni sisi wenyewe. Sasa miongoni mwetu sisi ambao ni jamii ya watu waoga sana, wanaume waoga sana, wanawake waoga sana, miongoni mwetu sisi, nisikize kwa makini. Anatoka kijana anakwenda kusomea upolisi, anatoka kijana anakwenda kusomea sheria au hakimu, anatoka kijana anakwenda kusoma au askari magereza. Yule askari magereza, yule polisi, yule hakimu ametoka kwenye jamii gani? Hii hapa. Mnategemea muwe na polisi na askari jela, muwe na hakimu bora kuliko jamii iliyotoka? Haiwezekani. Huwezi kupanda bangi ukavuna mahindi, man. Huwezi. Sijui kama Ruaha mnanielewa wangu. Wazee wangu hapa mnanielewa shehe. Mimi sitaki kuongea na akili zenu.
nataka kuongea na mioyo yenu. Tuna wajibu tukifanya leo, tukaamua leo, kuna upumbavu utaisha.